Mheshimiwa Spika, naomba kutoa maelezo ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuhusu hoja ya serikali ya Bunge kuthibitisha uteuzi wa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya serikali naomba kuwasilisha maelezo kuhusu hoja ya serikali ya kuthibitisha uteuzi wa Waziri Mkuu katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa fursa hii kwa mujibu wa kanuni ya 33(2) ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 ili niwasilishe hoja ya serikali kuomba Bunge lako tukufu limthibitishe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyeteuliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa ibara ya 51 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mheshimiwa Spika, kabla sijatekeleza jukumu hili la kikatiba, naomba nianze kwa kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na karama mbalimbali, hivyo kutuwezesha kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi kama tunavyomuomba kila siku ya shughuli za Bunge, ambapo pamoja na mambo mengine katika dua yetu tunamuomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa ibara ya 62 na 63 za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, Bunge letu lina sehemu mbili, yaani sisi wabunge ni sehemu ya kwanza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya pili. Mchakato wa demokrasia umeamua kwa dhahiri kabisa kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni chaguo la walio wengi katika nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi, napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza kwa dhati kwa kuchaguliwa kwake kwa kura nyingi za kishindo kuiongoza nchi yetu kwa kipindi kijacho cha miaka mitano. Pamoja na yeye, nampongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi aliyechaguliwa kwa tiketi moja na Mheshimiwa Rais kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, naomba nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye wananchi wa Zanzibar wamemchagua kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wananchi wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wametamka kwa kura zao na wameonyesha imani yao kubwa kwa viongozi wao kwamba wataendeleza mafanikio ya kiuchumi na kijamii yaliyokwisha kupatikana, wataendeleza mazingira ya amani na utulivu, na pia watadumisha muungano wetu, umoja wa wananchi wetu na mshikamano baina ya wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, aidha napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua tena katika nafasi hii ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali.
Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake na namwomba anipe busara, afya njema na ustahamilivu ili niweze kutekeleza majukumu niliyokabidhiwa. Nitaendelea kutekeleza majukumu yangu ya kikatiba na kisheria na kuzingatia katiba na sheria za nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kwa uwezo wangu wote kwa mujibu wa viapo nilivyoapa. Mheshimiwa Spika, naomba pia kukupongeza wewe binafsi kwa kuchaguliwa na wananchi wa jimbo la Ilala ili uwe mbunge wao wa kipindi kingine cha miaka 5. Naomba nikupongeze pia kwa kuchaguliwa kuwa spika wa bunge la 13. Uzoefu na umahiri uliouonyesha katika bunge la 12 ukiwa naibu spika katika kusimamia na kuendesha shughuli za bunge ndio uliotupa imani sisi wabunge kukuchagua kwa kura za kishindo. Mheshimiwa Spika, naungana na wabunge pamoja na wananchi wa Tanzania kukutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu ya kuongoza muhimili huu wa bunge kwa mafanikio. Mheshimiwa Spika, napenda pia kuwapongeza waheshimiwa wabunge wote mliopata nafasi ya kuingia bungeni. Nawatakia kila laheri katika utekelezi wa majukumu yenu ya uwakilishi wa wananchi kupitia chombo hiki kitukufu. Mheshimiwa Spika, baada ya pongezi hizo, sasa naomba kutoa hoja kwa mujibu wa kanuni ya 33(2) ya kanuni za kudumu za Bunge, kuliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliofanywa na Mheshimiwa Rais kwa mujibu wa ibara ya 51 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mheshimiwa Spika, kama waheshimiwa wabunge watakavyokumbuka, ibara ya 51(2) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatamka kwamba mapema iwezekanavyo na kwa vyovyote vile ndani ya siku 14 baada ya kushika madaraka yake, Rais atamteua mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi anayetokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi, anayeelekea kuungwa mkono na wabunge walio wengi, kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naye hatashika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake uwe umethibitishwa na bunge kwa azimio litakaloungwa mkono na kura za wabunge walio wengi. Mheshimiwa Spika, kama ulivyoliarifu bunge lako hili tukufu, Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni mbunge wa kuchaguliwa kutoka jimbo la uchaguzi la Iramba Magharibi. Pili, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatoka Chama cha Mapinduzi
ambacho kwa mujibu wa matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 yaliyotangazwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ndicho chama chenye wabunge wengi zaidi humu bungeni. Na tatu, kwa mujibu wa masharti ya ibara hiyo ya 51(2) ya Katiba, Mheshimiwa Rais amelileta jina la Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba katika bunge hili kwa ajili ya kuthibitishwa. Mheshimiwa Spika, majukumu makubwa ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ninaliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wake, yameainishwa katika ibara ya 52 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nayo inatamka kama ifuatavyo. Ibara ya 52(1): Waziri Mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti, usimamiaji, utekelezaji wa siku hata siku wa kazi na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ndogo ya pili: Waziri Mkuu atakuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Na ibara ndogo ya tatu: katika utekelezaji wa madaraka yake, Waziri Mkuu atatekeleza au kusababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo Rais ataagiza kwamba yatekelezwe. Mheshimiwa Spika, kwa kifupi, Waziri Mkuu ni kiungo muhimu kati ya bunge na serikali. Kwa maneno mengine, yeye ni daraja muhimu kati ya wananchi na serikali na ni msaidizi mkuu wa Rais katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, hayo ni majukumu mazito na makubwa ambayo ili kuyatekeleza yanahitaji mtu mchapakazi, lakini pia anahitaji mtu hodari, yanahitaji mtu anayejituma, lakini mtu mwenye busara, lakini mtu mwenye upeo mpana wa uelewa wa mambo, na mtu aliye na uwezo wa kubeba majukumu mengi bila ya kutetereka, na mtu aliye na uwezo wa kubeba majukumu mengi bila ya kutetereka. Mheshimiwa Spika, madaraka hayo yanahitaji mtu makini katika kulinda na kutetea katiba ya nchi, sheria, kanuni na taratibu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais amewasilisha jina la Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ili lithibitishwe na Bunge, na kwa sababu anafaa na ana sifa zote hizo nilizozitaja hapo awali. Mheshimiwa Spika, nikianza na suala la uchapakazi. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba sio mgeni kwa waheshimiwa wabunge.
lakini pia sio mgeni kwa wananchi kwa ujumla. Historia yake katika nyadhifa mbalimbali alizowahi kuwa nazo zinalithibitisha hili ninalolisema. Watu wengi, ikiwa ni pamoja na waheshimiwa wabunge, wanaufahamu uwezo wake wa kufanya kazi kwa muda mrefu bila kujali saa za kawaida za kufanya kazi. Wanaufahamu vile vile uwezo wake wa kujituma usiku na mchana bila ya ulalamishi. Uwezo wake huo umejidhihirisha katika muda wote alioshika nyadhifa mbalimbali za uongozi wa umma ndani ya serikali na katika taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, pamoja na nafasi nyingine alizoshika katika utumishi wa umma, nizitaje hizi kwa uchache. Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba amewahi kushika nafasi mbalimbali katika baraza la mawaziri, zikiwemo nafasi ya naibu waziri wa fedha na mipango. Aliwahi pia kuwa waziri wa kilimo. Lakini pia aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Lakini Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba aliwahi kuwa waziri wa katiba na sheria. Na Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, wadhifa wake wa mwisho alikuwa waziri wa fedha. Kazi ambayo ameifanya kwa umahiri mkubwa. Aidha, Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, tukiachana na nyadhifa hizo chache nilizozitaja, miongoni mwa nyadhifa alizowahi kushika ni mchumi mbobevu. Mwenye shahada ya uchumi, mwenye shahada ya uzamivu, yani Doctor of Philosophy katika masuala ya uchumi. Mtakubaliana na mimi kuwa kwa uzoefu na ubebevu huu wa kitaaluma, Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu sahihi kwa nafasi hii ya waziri mkuu. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge watakubaliana nami kwamba Mheshimiwa Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ni mtu mwenye busara nyingi, kama ilivyo kawaida kwa watu wa aina yake. Ni msikivu wa hali ya juu. Anapokumbana na tatizo lolote anashaurika na hupokea ushauri kwa mikono miwili. Lakini vile vile ana uwezo wa kuchambua na kupima hoja mbalimbali. Upeo wake mpana na uelewa wa mambo katika kufikia maamuzi
umejidhihirisha katika utumishi wake wa umma. Mheshimiwa Spika, naziwasilisha sifa hizi kwenu ili sote kwa pamoja tumthibitishe Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aweze kuyabeba majukumu yote yanayoendana na wadhifa wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani anaweza kuyahimili.